Mimi kwa majina ninaitwa Milioni Mushi Prosper na natokea Kibosho. Na leo tarehe 3 mwezi wa 6 tuko hapa CCBRT kwa mwaliko maalum kutoka kwa madaktari wa hapa. Nilipigiwa simu tangu Jumatatu, mimi nilipigiwa simu hiyo nikaitwa hapa kwa ajili ya kuja kushiriki. Hii ni siku maalum ya kumkumbuka mwanzilishi wa kutibu matatizo haya ya vifundo miguu vifundo, ambaye mtoto wangu naye alizaliwa katika hali hiyo. Alizaliwa mwaka jana 2025 mwezi wa 9 tarehe 19 akiwa na tatizo hilo, lakini tulipata maelekezo kutoka pale hospitali. Alizaliwa Kibosho Hospital. Tukapata maelekezo kutoka pale Kibosho Hospital kwa nesi mmoja, kwa daktari mmoja, akatuelekeza kwamba CCBRT kuna matibabu ya haya matatizo. Na hakika kweli tulipokuja hapa tulianza matibabu akiwa na siku 6, matibabu yakaendelea mpaka hivi leo bado tunaendelea na matibabu, lakini tunamshukuru Mungu kwamba sasa yuko vizuri. Kwa hata kumwambia mtoto alizaliwa na shida hiyo hawezi kuelewa, lakini ndio tuko kwenye viatu na hatua ya 3 ya kuvaa viatu. Mwanzo unavaa viatu kwa miezi 3, anavaa usiku na mchana kwa masaa 23 katika siku ile masaa 24, lakini baada ya miezi 3 anaingia kuvaa kwa muda ule anaolala tu. Kwa hivyo ndiko tulipo sasa hivi, anavaa tu ni usiku, au kama atakuwa amelala mchana unambalisha, lakini wakati mwingine wote huo anakuwa free. Pengine CCBRT unawaambiaje? Yaani mimi sina maneno ya kutosha kuwashukuru hao watu wa CCBRT, lakini ninachoamini ni kwamba CCBRT kuna mfadhili anayetufadhili hapa, kwa sababu wote hapa unapotuona tumefika leo hii hakuna mtu anayechangia. Majina anaitwa Maria Edward Aloisi. Nimekuja leo kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya watoto wenye miguu kifundo duniani. Tumeelezewa kuhusu matibabu, dalili zinazofanya asipovaa viatu, dalili zinazotokea ili ujue kama mguu unarudi, na faida hivi viatu anapopewa mtoto kwa ajili ya mguu kifundo. Pengine mmepata elimu kuhusiana na miguu kifundo. Wewe kama mzazi umeipokeaje elimu hiyo? Itakwenda kukusaidia nini? Itanisaidia katika jamii, maana kuna ambao wana imani potofu kwamba akipata matibabu kama haya hapa mguu unazidi kupenda zaidi. Kwa hiyo nikiona mtu ambaye yuko mtaani ambaye ana miguu kifundo naweza nikampa elimu akaja kupata matibabu. Pengine shirika la CCBRT unaliambiaje? Nashukuru, maana kama kulikuwa mna matibabu kwa kweli ningejisikia vibaya sana, lakini nashukuru kwa kuwa kuna matibabu na CCBRT wanatupokea vizuri, matibabu ni bure. Kwa majina naitwa Sabas Vitus Kimario, ni fizioterapia lakini ni mkuu wa huduma za utengamao kwa hapa CCBRT Moshi. Kwa leo tunaadhimisha siku ya mguu kifundo duniani, na sababu hasa ya kuadhimisha siku hii si kwa sababu tunasherekea kuzaliwa kwa watoto wa mguu kifundo, la asha. Ni tunasherekea kwa sababu wigo wa matibabu ya mguu kifundo sasa umeenea sehemu nyingi kwa ulimwengu mzima, hususan kwa Tanzania. Huduma hii kwa sasa hivi inapatikana maeneo mengi. Lakini pia tunasherekea sikukuu hii ya mguu kifundo kwa kuonyesha pia maendeleo chanya ambayo yametokea kwa hawa watoto wa mguu kifundo. Sambamba na maendeleo hayo, tunamkumbuka pia mwanzilishi wa matibabu haya Dr. Ponset, ambaye kwa kweli amekuwa ni msaada mkubwa kwa wanataaluma mbalimbali ambao tumejikita kwenye hilo eneo la kuwatibu watoto waliozaliwa na mguu kifundo, au kwa lugha ya kitaalamu tunasema congenital clubfoot. Kwa hapa CCBRT Moshi siku hii tumeadhimisha kiaina yake. Tumekuwa na takribani wazazi 50 ambao wamekuja kwa ajili ya maadhimisho haya, na sambamba na maadhimisho haya tumekuwa na elimu kwa wazazi kwa namna ya kuendelea kuwatambua watoto wa mguu kifundo kwa mapema. Lakini kwa wale ambao wako tayari, wana watoto wao wako tayari kwenye kliniki hii, umuhimu wa kuhakikisha wanaendelea na matibabu mpaka itakapofika miaka 5 ya watoto wao. Lakini pia kwa CCBRT Moshi tumepata pia muda wa kuzungumza na wazazi hawa kuhusu huduma mbalimbali zinazopatikana hapa kituoni kwetu, zikiwemo huduma za watoto wenye mtindo wa ubongo, wiki maalum za mazoezi, lakini pia huduma ya vitimwendo,
au vifaa tiba ambazo zinapatikana hapa, lakini pia huduma ya kumuona daktari wa watoto hasa wakati wa wiki maalum, lakini tuna huduma nyingine pia ya outpatient. Kwa hiyo tumekuwa na muda mzuri sana na wazazi hawa, na kwa kweli watoto wamefurahi, wamepata muda wa kucheza. Tumecheza football, na lengo hasa ni wazazi kuona watoto hao wana uwezo mkubwa na they are almost wamepona. Na kwetu sisi hiyo ndio furaha yetu kubwa, na wazazi wamefurahi sana kwa kuona watoto wao wanaweza wakacheza mpira, lakini wengine pia tumekuwa na mziki. Kwa hiyo leo tulikuwa na mambo bambam hapa CCBRT Moshi. Leo sambamba na kusherekea siku hii, tumekuwa na elimu. Tumekuwa na kaka Matthew Shayo ambaye ni senior physiotherapist, lakini pia ni mwalimu, ni TOT kwenye eneo hili la kutibu watoto waliozaliwa na mguu kifundo. Na ni kwa nini tumeamua kuwa na elimu siku hii ya leo? Ni kwa ajili kwanza wazazi waweze kujua umuhimu wa kuwarifaa watoto mapema kwa ajili ya kupata huduma hii, lakini pia umuhimu wa kuendelea kwenye matibabu mpaka watoto wao watakapofikisha miaka 5. Na ni nini sasa kitakachotokea endapo watoto watasitisha huduma hii mapema. Na kaka Matthew Shayo ameelezea vizuri sana madhara ambayo yanatokea kwa mguu kurudia, na matokeo yake watoto hao watakuja kupata upasuaji mkubwa, lakini pia watapoteza ile foot functional, yani nyayo zao hazitakuwa zinafanya kazi kawaida kama wangeweza kufuatilia matibabu haya ya Ponset. Pengine mwisho, ujumbe wako kwa jamii ni upi? Ujumbe wangu kwa jamii ni kuambia wanajamii ambao wananisikiliza kwa sasa hivi kuwa matibabu ya mguu kifundo au watoto waliozaliwa na congenital clubfoot yapo, yanapatikana hapa CCBRT Moshi. Tena matibabu hayo ni bure, na si bure kwa sababu ati hayana gharama, ni yana gharama kubwa, lakini ni kwa ajili ya kuhakikisha watoto hawa wachanga wanapata matibabu mapema ili waweze kupona kabisa na waweze kukua vizuri. Madhara ya watoto hawa kushindwa kupata matibabu mapema, kwanza mwisho wa siku wanapata ulemavu ambao ni mkubwa wa miguu, ambao watashindwa kufanya shughuli zao kama watoto, lakini hata watakapofikia utu uzima pia itakuwa ni changamoto kufanya shughuli zao.